Sodoma na Gomora, miji ya bondeni. Biblia inatoa maeneo yao katika Mwanzo 10:19. Na mpaka wa Wakanaani ulikuwa toka Sidoni, ukienda Gerari mpaka Gaza, ukienda Sodoma na Gomora na Adma na Seboimu mpaka Lasha. Maoni yaliyoenea ni kwamba yote yalikuwa pamoja upande wa kusini wa Bahari ya Chumvi, lakini inaonekana ni mantiki kwamba miji hiyo ilikuwa mbali kidogo kutoka kwa mwingine, ili yote yaweze kujumuishwa katika maelezo haya ya Biblia ya mipaka ya Kanaani. Ron Wyatt hakuwahi kupanga kuitafuta miji hii, lakini mnamo 1989 aliguswa kusimama na kuchunguza maumbo haya ya ajabu meupe kando ya pwani ya magharibi ya Bahari ya Chumvi. Niliendesha gari huku na kule kupitia hapo mara nyingi sana. Unajua, lazima upite hapo ili ufike Kadeshi, lazima upite hapo ili ufike mahali pa kuvukia Bahari ya Shamu. Na nilisimama na kuwaonyesha wafanyakazi wangu, wanangu wawili, na yeyote yule aliyekuwa akitusaidia majivu haya, kwa sababu barabara ilipita katikati yake kabisa, kule katika eneo la Soari. Na unajua, niliwaonyesha vitu hivyo laini, nikasema haya lazima yawe ndiyo mabaki ya miji hiyo. Yeye na kikosi chake walichunguza kwa karibu maeneo haya ya ukiwa. Wakichukua sampuli za nyenzo hizo, waligundua zilikatika mikononi mwao, zikisambaratika na kuwa vumbi, mfano wa poda ya talcum. Tulipokaribia eneo la kwanza, tungeweza kuona kwa urahisi maumbo ambayo Ron alikuwa ameyaelezea. Kwa kuwa hakuna barabara zilizoelekea maeneo haya, tuliegesha gari letu kando ya barabara na kuanza safari ndefu na ngumu. Hapakuwa na shaka kwamba maeneo haya yalikuwa ya kipekee kwa eneo la jirani. Ilikuwa vigumu sana kutembea hapa, kwani nyenzo zilizolegea zilifanya kutembea kuchoshe sana. Tukifuata kile kilichoonekana wazi kama umbo la ukuta wa nje, punde tuliona mandhari ya kustaajabisha zaidi. Ukuta ulikuwa umeisha, na sasa tulikuwa tukiangalia chini kwenye kile kilichoonekana kuwa lango la kuingia mjini. Lakini kabla hatujaingia, shauku yetu ilivutiwa na ugunduzi usio wa kawaida kabisa. Takriban yadi 100 kutoka langoni, kwenye usawa wa juu kulikuwa na umbo la kipekee. Tulipolitazama kutoka pande zote, sote tulikubaliana kwamba lilikuwa na umbo la Sphinx. Baadaye tulipata maumbo zaidi ya Sphinx hizi. Miji mingi ya kale imepatikana ikiwa na sanamu hizi zenye umbo la wanyama zikilinda malango yao. Tulipoingia katika sehemu ya wazi, punde tulijikuta tukitembea kando ya njia tofauti sana ambazo ziliungana kama vile barabara zetu zinavyofanya leo. Tulipokaribia kile kilichoonekana kuwa mwisho wa njia, tuligundua barabara ilipinda kuelekea kulia na kuendelea hadi ilipokutana na barabara nyingine. Kulikuwa na mpangilio wa wazi hapa. Hizi zilikuwa barabara zamani, na kando ya barabara hizi kulikuwa na maumbo ya majengo. Hata kwa macho yetu yasiyo na uzoefu, ushahidi ulikuwa haupingiki. Utafiti wetu ulikuwa umetoa ukweli wa kustaajabisha kwamba vitu vilivyochomwa kwa kibiriti au kibiriti vilikuwa na majivu yaliyobaki ambayo yalikuwa mazito kuliko kitu cha awali kabla ya kuchomwa. Hii ilijibu swali letu, kwa nini majivu ya miji hii yameweza kubaki miaka hii yote 3900 na zaidi. Tabaka zilizopo katika miundo yote zilikuwa ushahidi mwingine wa wazi kwamba vyovyote vile hivi vilivyokuwa zamani vilikuwa vimechomwa kwa joto linalozidi nyuzi 4000 au 5,000. Athari hii ya matabaka ilikuwa matokeo ya ionization ya joto. Wakati wowote kitu kinapochomwa kwa joto la juu sana, ioni za vitu mbalimbali vinavyochomwa huvutana na kufukuzana na kuharibu umbo la mwali wa moto. Ron alielekeza umakini wetu kwenye sifa zilizopo hapa ambazo hazitokei kiasili. Alituonyesha sehemu iliyofunua ukuta pacha uliovunjika ambao ulienea kuelekea kwetu kwa pembe kamili ya nyuzi 90.
Eneo tulilokuwa tukichunguza lilikuwa chini ya Masada na tukaenda juu ya Masada ili kutazama eneo hilo kutoka huko. Tulipopanda gari la kebo kuelekea juu, mandhari yalifunguka chini yetu na yalikuwa ya kustaajabisha. Sote tuliamini kabisa, lakini pia tulijua kwamba lazima kuwe na ushahidi zaidi ya huu ili kuwashawishi wengine. Mwaka uliofuata, Ron alirudi. Mvua ilikuwa imetoka tu kunyesha, jambo ambalo lilikuwa la bahati sana, kwani eneo hilo hupata tu takriban robo inchi ya mvua kila mwaka. Alichokipata katika safari hiyo kilitoa ushahidi aliokuwa akitafuta. Sawa, bado tuko chini kule Sodoma na Gomora. Mbele yenu kabisa mnaona madoa fulani yenye muonekano sio wa kawaida kwenye hii, tuseme tabaka la majivu. Sio jiwe, ni majivu. Sasa tutasogea karibu ili kuona hili vizuri. Na unaweza kuona kwamba yana umbo la duara hivi. Naimio. Sasa tulichogundua, na tutasogea karibu kidogo hapa, ni kwamba ndani ya kila moja ya haya kuna kibiriti. Hiyo ipo katika nyingi zao. Sasa zile ambazo hazina kibiriti ndani yake, katika hii tumetoa kibiriti kingi na kukiweka kwenye mfuko wetu wa sampuli. Lakini zile ambazo hazina kibiriti zina kitovu cheusi sana ambapo pamekuwa na joto kasi sana. Hivyo sasa tutasogelea hii hapa ambapo bado kuna kibiriti kipo. Na kurudi nyuma kiasi cha kutosha ili uweze kuona tunachofanya hapa, na tutaenda kukusanya sampuli hiyo kwenye mfuko. Kabla sijaanza kutumia kisu hiki, kilikuwa chenye makali sana. Sawa, hii hapa, na tumekusanya nyingine zaidi kidogo, na inanuka sana. Na ina ladha kama kiberiti, lakini tutaifanyia uchunguzi ili kuona kwa hakika ni nini. Kinachoonekana kutokea ni kwamba kutoka mahali fulani kiberiti kinachowaka kilianguka kwa vipindi visivyo sawa, kama unavyoweza kuona madoa kwenye nyenzo hii hapa, na kuwasha mji mzima. Na bila shaka kitu kinachowaka kwa kiberiti huwaka kwa joto kali sana na kusababisha majivu mazito kuliko nyenzo asilia zilizokuwa sehemu ya mchakato wa kuungua. Sasa Biblia inatuambia kwamba ilinyesha moto na kiberiti juu ya miji ya Sodoma na Gomora. Sasa unachokiona mbele yako hapa ni matokeo ya vipande vikubwa na vidogo vyenye ukubwa tofauti vya kiberiti kinachowaka ambacho kimepiga. Na tunachopata hapa ni kwamba Mungu alinyesha kiberiti hiki kinachowaka juu ya mji huu, na mvua ni maelezo kamili ya hilo. Ilianguka katika muundo ule ule ambao mvua ingeanguka, na kitu hicho bila shaka, joto limbikizi la haya yote juu ya mji lilichoma kila kitu. Kiwango cha kuwaka cha kila nyenzo hapo, chuma, mawe, bila shaka watu na kila kitu kiliungua. Na kiberiti hiki kiliendelea kuwaka na kikageuza nyenzo iliyoizunguka kuwa kama kioo. Baada ya kuwa imeteketeza kila kitu, ikajiziba yenyewe kutokana na oksijeni, na kisha bila shaka ikajizima yenyewe. Na katika kila moja ya hizi kapsuli ndogo za fuele hapa kuna kipande cha kiberiti cha ukubwa tofauti. Na kuna mamilioni ya hizi katika majivu haya tulionayo hapa. Sasa baadhi yao tumezipasua ili uweze kuona kiberiti ndani, na nyingine tumeziacha zikiwa nzima, lakini kuna mamilioni ya hizi hapa. Hivyo hii inaonyesha kwamba Mungu hakika alinyesha moto na kiberiti juu ya miji hii.
Na ukiangalia katika kamusi yako chini ya neno kiberiti, utagundua kuwa ni sulfur. Sasa tutageukia juu katika sehemu ambapo unaweza kuona muundo wa moto huu. Unaweza kwa urahisi kabisa kuonekana wazi kabisa kwenye jiwe au pale ilipotumia neno mvua. Ukigundua huo ndio muundo wa mabombo hayo ya kiberiti, mabombo ya kiberiti yanayowaka yaliyoanguka juu ya mji. Hivyo huu ni uthibitisho wa kustaajabisha wa kuaminika kwa neno la Mungu, na pia kwamba hii ni kweli miji ya mabondeni au Sodoma na Gomora. Sasa pia tutasogeza kamera juu kwenye kilele ambapo kundi hili maalum la nyenzo lilishuka, na tutazunguka eneo hili kidogo zaidi ili uweze kuona na kuelewa vizuri. Mabaki ya majivu ya pango hili la uovu ambalo lilikuwa, naam, hii ni ama Sodoma au Gomora tuliomo hapa leo. Hatuna uhakika ni ipi. Sasa hapa kuna moja ya hizi kapsuli za kiberiti ambazo zimeingizwa katika nyenzo hii, na ukiangalia kwa karibu unaweza kuona kiasi kikubwa cha kiberiti katikati kabisa ya duara jeusi, na hiyo moja maalum ina kiasi kikubwa cha kiberiti safi kabisa. Ron aliporudi kutoka safari hiyo ya 1990 alipeleka sampuli kadhaa kwenye maabara ya Galbraith karibu na Knoxville, Tennessee. Mipira ya njano katikati ya pete nyekundu ilithibitika kuwa zaidi ya 95% ya kiberiti, pamoja na mabaki ya vipengele vingine kadhaa ambavyo vyote aliambiwa vingechangia moto wa joto kali sana. Ron alipowauliza kama wangeweza kufanya jaribio la BTU ili kubaini kiwango cha joto ambacho kingetolewa, walimwambia kwamba wasingeweza kwa sababu kingeharibu chumba chao cha majaribio cha chuma kisichoshika kutu. Sodoma na Gomora, miji ya mabondeni, na Yuda tuliambiwa kwamba ni mfano wa kile kitakachowapata waovu, hata malaika. Bila shaka, katika Ezekieli 28, Mungu anamwambia Shetani kwamba atageuzwa kuwa majivu juu ya nchi. Malaki 4 inatuambia kwamba wenye haki watawakanyaga waovu, kwa maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yao. Yote yaliyobaki ya mawe, mbao, watu, wanyama, kila kitu kilichokuwa katika Sodoma na Gomora. Kwa hivyo hakuna mtu atakayewahi kupata mabaki yoyote ya kiakiolojia ya miji ya bondeni isipokuwa majivu haya. Na marafiki, ikiwa tutakaidi ombi la Mungu la fadhili na rehema la kuja kwake na kuokolewa na kufanywa upya na kusamehewa, tutaishia katika hali hii hii. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia hivyo, na Mungu anasema kwamba yeye ndiye Bwana, habadiliki wala habadilishi neno lililotoka katika midomo yake.